Hujambo na karibu katika Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na mradi wa Youth Agent Mufindi wawapa vijana matumaini mapya. Wilaya Mufindi, mkoa wa Iringa. Nimefurahia sana kuwepo mmoja wa mradi wa YAM na nimefurahi mafunzo niliyopokea katika mradi huu na naahidi kufanya mazuri katika kijiji changu, nitakuwa wa mfano. Manispaa ya Iringa kuanza kuwabana wafanyabiashara wanaopiga kelele za muziki kwenye biashara zao. Ni kwamba wale wote wanaoweka speaker au loudspeaker ndani ya maeneo ya biashara, lile ni kosa, kwa sababu yeye mfanyabiashara ana mfano. Suma JKT yakabidhi vifaa tiba vya shilingi milioni 100 kwamba tumegusa watu wengine wa Dar es Salaam, watoto wa Dar es Salaam, lakini asilimia kubwa iwe ni hapa Dodoma, mahali ambapo hata hii marathon inafanyika. Na kwa bahati makampuni ya usafi Dar es Salaam yaaswa kuwa na vitendea kazi vya kisasa kulingana na mikataba mnaowapa, ili waweze kuja na vifaa vya kisasa vya kufanyia usafi barabarani. Leo hii tunakwenda kwenye AFCON. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Matukio Daima Media, nikukaribisha katika Matukio Daima Habari kwa siku ya leo, na tutakao kusomea habari hizi. Jina langu ni Emmanuel Manonga na mimi ni Leonard Johnson. Nikukaribishe tuwe sote kuanzia mwanzo hadi tamati mwa taarifa hii ya habari. Na tukianzia mkoani Iringa, vijana kutoka kata mbalimbali za wilaya ya Mufindi wameendelea kunufaika na mafunzo ya ujasiriamali na masoko yanayotolewa kupitia mradi wa Youth Agents Mufindi, hatua inayotajwa kuwa ni suluhisho la changamoto za ukosefu wa ajira na kukata tamaa miongoni mwa vijana. Mafunzo hayo yanalenga vijana waliotoka katika mazingira magumu, wakiwemo waliotelekezwa na familia zao, walioacha shule, pamoja na wale waliokuwa wamepoteza matumaini ya kujikwamua kiuchumi kutokana na changamoto mbalimbali za maisha. Naitwa Petro Galele. Kwa nashukuru mradi wa YAM kwa kutupa hii fursa ya kuja kupata elimu ya ujasiriamali ambayo mimi binafsi itaenda kunisaidia nikiwa na fursa yangu. Kama mimi mfano seremala, nikianza nitakuwa mbunifu, nitakuwa najua jinsi ya kuishi na watu na kufuata fursa zilizopo. Naitwa Vumilia Damas Luvena, nimetokea kijiji cha Mpanga Tazara, mkoa wa Iringa, wilaya ya Mufindi. Nashukuru sana shirika la YAM kwa kunisaidia. Naomba hata wengineo wasichoke, walishukuru sana shirika hili linaloinua watoto yatima kama sisi. Asante sana. Nilikuwa mkulima mkubwa wa kutoa masuala ya mazao shambani na pia kufanya biashara. Yaani kiufupi ni kuunda mradi wa kulima. Kwa majina naitwa Joseph Victor Kikoti. Natokea kijiji cha Mpanga Tazara, wilaya Mufindi, mkoa wa Iringa. Nimefurahia sana kuwepo mmoja wa mradi wa YAM na nimefurahi mafunzo niliyopokea katika mradi huu na naahidi kufanya mazuri katika kijiji changu, nitakuwa wa mfano. Akizungumza wakati wa mafunzo yaliyofanyika katika kijiji cha Ligoda, wilaya ya Mufindi, mwezeshaji katika mafunzo hayo, mwadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Iringa na mtaalamu wa masoko Brandina Kisawike, amesema lengo kuu ni kuwasaidia vijana kutambua kuwa mafanikio ya biashara hayategemei fedha pekee, bali pia uwezo wa kuona na kutumia fursa zilizopo katika mazingira yao. Mafunzo yana faida kubwa kwa washiriki, kwa sababu baadhi ya washiriki ni wale ambao wamepata mimba za utotoni, wametelekezwa na familia zao, na ni washirika ambao waliona kwamba hawana faida ya kuendelea kuishi, walikata tamaa. Mafunzo ya ujasiriamali yamewasaidia kufungua ufahamu wao, kufahamu kwamba kumbe ujasiriamali ni kuwa mbunifu. Anza kufanya kitu kipya au kuboresha kile kitu ambacho kinafanywa na watu wengine, lakini kwa utofauti kidogo. Wamejifunza namna ya kuibua fursa, wamejifunza namna ya kuboresha biashara zao, lakini kikubwa zaidi wamejifunza namna ya kutafuta masoko. Wamejifunza B4, kwa mfano bei, bidhaa, bango kwa maana ya sehemu ya kufanyia biashara, na
sema kuweka biashara, lakini namna ya banda, namna ya kuweka biashara na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo kupitia mafunzo haya hao wanufaika watapata faida kubwa sana wakitoka mahali hapa, hata kwa jinsi walivyo, kwa sababu wameshapata ile mindset zao zimebadilika kwamba kumbe ujasiriamali sio kitu cha kufanya kile kitu kama wanaofanya wengine, bali ni kufanya kwa uzoefu au kwa tofauti. Lakini zaidi sana imefanya kutambua kwamba wamezungukwa na rasilimali nyingi ambazo vitu vingi viko ndani ya uwezo wao. Kwa hiyo wakimaliza mafunzo haya hawatakuwa jinsi walivyo, bali watakuwa ni watu tofauti. Na Halmashauri ya Manispaa ya Iringa imesema inaendelea kuchukua hatua za kudhibiti matumizi holela ya vipaza sauti na muziki katika maeneo ya biashara kufuatia malalamiko ya wananchi kuhusu kelele zinazotokana na matangazo ya biashara katika maeneo mbalimbali ya mji huo. Kauli hiyo imetolewa na afisa wa utamaduni na michezo wa Manispaa ya Iringa, Daktari Carlos Minda. Amesema matangazo yote yanayohusiana na matumizi ya muziki na vipaza sauti katika maeneo ya umma yanapaswa kufuata taratibu na kupata vibali kutoka katika mamlaka husika. Ni kwamba wale wote wanaoweka speaker au loudspeaker ndani ya maeneo ya biashara, lile ni kosa, kwa sababu yeye mfanyabiashara mfano mathalan ana duka lake. Pale dukani amepewa leseni ya biashara tu. Kwa hiyo swala la kuweka kipaza sauti au muziki lile ni kosa na kwa mujibu wa taratibu lile ni kosa, na kwa maana hiyo ni kwamba matangazo yote yanayokuwa yanapita au yametulia au linatembea barabarani, lile linatakiwa lilipiwe. Kwa hivyo watu wa ofisi ya utamaduni pamoja na ofisi ya biashara sambamba na mtu wa mazingira, wale wote tunatakiwa kufanya follow up ya pamoja ya kuhakikisha kwamba kama mtu anataka kuweka loudspeaker kwenye duka lake kwa ajili ya kutangaza, kwa sababu ile ni matangazo ya biashara kama matangazo mengine. Kwa hiyo wanapaswa walipie, ni kosa lile. Akizungumza mjini Iringa, mkazi mmoja wa eneo hilo, Mchungaji Gaitani Msemwa, alisema kila mwananchi ana haki ya kufanya kazi na kuendesha biashara zake, lakini ni muhimu shughuli hizo zikifanyika kwa kuzingatia ustawi wa jamii na kuheshimu haki za wengine. Watu waone kwamba wafanye gari yake, pikipiki yake, nini iwe katika mazingira ya wastani. Kwa hiyo shauri wangu mimi ni kweli kwamba wenye maduka waweke biashara yote waweke, lakini anapoweka redio basi labda ashushe kabisa sauti, anataka kusikia, lakini zile kelele zile zinaleta shida mioyo ya watu wengine wazee, akili zao tayari watu wameshachoka. Kwa hiyo ni ushauri wangu ambao kwa kweli ni wa msingi kwa nyakati tulizonazo kwa mji wetu wa Iringa. Asante sana. Mkazi wa Iringa Posiane Kayage amesema serikali inapaswa kuweka sheria na taratibu zitakazowataka wafanyabiashara wanaotumia vipaza sauti kupata vibali maalum na kulipia huduma hiyo ili kuchangia mapato ya serikali. Na tufanye kama walivyofanya wenzetu udhibiti wa jiji, kwa mfano la Dar es Salaam. Wao mtu akiwa na speaker, akiona yeye ni muhimu kuwa na speaker, basi lazima alipe kodi. Sasa tukifanya hivyo, ninaamini kabisa tutadhibiti hizi vurugu za maspika na makelele kwenye mji wetu. Na tuelekee huko mkoani Dodoma, ambapo shirika la Suma JKT limekabidhi vifaa tiba vyenye thamani ya shilingi milioni 100 kwa hospitali ya Makole jijini Dodoma, ikiwa ni matokeo ya Suma JKT Marathon zilizolenga kusaidia huduma za afya. Kabidhiano hayo yamefanywa na mkurugenzi mtendaji wa Suma JKT Brigadier Generali Petro Ngata kwa niaba ya mkuu wa jeshi na ofisa mtendaji mkuu wa Suma JKT Meja Generali Rajabu Mabele. Vifaa hivyo vimenunuliwa kupitia mapato ya Suma JKT Marathon iliyofanyika Juni 7, 2026 katika eneo la Medali East Dodoma, ikiwa na lengo la kusaidia hospitali ya Makole na kitengo cha mama na mtoto cha hospitali ya Lugalo Mwenge jijini Dar es Salaam. Tuliona ni vyema tuanze na msingi wa binadamu. Wewe ni mama. Kila mmoja wetu hapa ametoka kwa mama. Na tuliona kwamba tukimsaidia mama akaweza kujifungua vizuri, tunaamini hata mtoto atakayekuwa ataendelea kukua pia vizuri, kwa sababu hata anza na changamoto
katika mwanzo wake wa maisha. Pamoja na kwamba tumegusa watu wengine wa Dar es Salaam, mtoto wa Dar es Salaam, lakini asilimia kubwa iwe ni hapa Dodoma, mahali ambapo hata hii marathon inafanyika. Na kwa bahati nzuri hata maelekezo yamekwisha kutolewa sasa na afande mkuu wa majeshi ya ulinzi ya kwamba kila mwaka marathon ya Suma JKT itakuwa ikifanyika hapa Dodoma. Nichukue nafasi hii pia kutoa shukrani kwa Suma JKT. Kulikuwa na hospitali nyingi, lakini kutokana na umuhimu tumeona pia mje kwetu na pole. Kwa hiyo tunashukuru sana. Vifaa hivi ambavyo vimetolewa ni vifaa vya kisasa ambavyo vinaenda kumsaidia mama mjamzito. Kama tulivyosema, kwa kwetu hapa huduma kubwa ni ya uzazi, na kwa siku kina mama wanajifungua mpaka 25-28 kwa siku. Kwa hiyo vifaa hivi vinaenda kutuongezea nguvu, lakini pia na mazingira bora kwa watumishi wetu sasa kuweza kumsaidia mama mjamzito ili tuweze kuwavusha salama. Mimi naitwa Messi. Nilijifungua jana, mkodi ya wazazi. Mimi nashukuru kwa hivi vifaa vilivyotuletea. Pia mnaunga serikali mkono kwenye Suma JKT. Nashukuru sana, kutawasaidia wazazi. Na sasa tuelekee jijini Dar es Salaam ambapo mkuu wa wilaya Ilala Bwana Edward Mpogolo amewataka wakandarasi wa makampuni yanayofanya usafi mkoani Dar es Salaam kuhakikisha wanakuwa na vitendea kazi vya kisasa, hasa wakati huu unapoelekea michuano ya AFCON yanayotarajiwa kufanyika mwakani. Kama mkoa wa Dar es Salaam ni mkoa ambao Mheshimiwa Rais ameleta fedha nyingi za ujenzi wa miundombinu. Moja ya changamoto ambayo tunaendelea kuipata ni makampuni yetu na mikataba ambayo makampuni yetu inayo kwenye halmashauri zetu. Muda wanaopewa wakati mwingine wanashindwa kununua vifaa vya kisasa vya kufanyia usafi katika maeneo ambayo yamejengwa. Mfano, leo hii unazungumzia barabara Mheshimiwa Rais ameijenga kutoka katikati ya jiji la Dar es Salaam kwenda Ubungo, kwenda Kimara, kwenda Mbezi. Unategemea mama yangu mwenye fagio afagie zaidi ya kilomita 40 kwa fagio achelewa? Haiwezekani. Leo hii kutoka Dar es Salaam hapa katikati ya jiji kwenda Gongo la Mboto zaidi ya kilomita 25, unategemea mama yangu aende na fagio yachelewa afagie mchanga barabarani? Haiwezekani. Lakini leo hii kutoka hapa katikati ya jiji unapokwenda Tegeta ni zaidi ya kilomita 30, unakwenda Boko. Mheshimiwa Rais amejenga barabara nzuri, lakini unamtegemea mama mwenye fagio yachelewa akakufagilia barabarani? Haiwezekani. Nitumie nafasi hii kuwaomba wastahiki mamea, waheshimiwa madiwani na wakurugenzi, mkafikirie namna gani makampuni haya yanayofanya usafi kulingana na mikataba mnaowapa ili waweze kuja na vifaa vya kisasa vya kufanyia usafi barabarani. Leo hii tunakwenda kwenye AFCON, wageni wanatoka maeneo mbalimbali duniani, alafu anamkuta mama ameweka kile kidude anafagia barabara ya kutoka airport. Hivyo niwaombe na kuwasihi, hizo ni changamoto. Lakini pia matumizi ya teknolojia mbalimbali yamekuwa sehemu ya changamoto ya mafanikio yetu ya kuhakikisha mji wetu au mkoa wetu wa Dar es Salaam unaendelea kuwa safi. Naibu Waziri wa Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mheshimiwa Ruben Kwagilwa ameliagiza Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC kushirikiana na Mamlaka ya Bonde la Wami Ruvu kufanya ukaguzi wa dharura wa viwanda vyote vinavyotiririsha maji taka katika mtaro wa eneo la kona ya Sahala Vingunguti jijini Dar es Salaam. Maelekezo hayo yanafuatia mara baada ya ziara iliyofanyika katika eneo hilo ambapo alishuhudia athari kubwa za kimazingira na uharibifu wa miundombinu ya umma unaosababishwa na maji yanayotoka katika viwanda hivyo. Ile bomba wakati ile kilichotokea ni kwamba wakati bomba hili linapeleka maji hapa yalikuwa mengi, yakachukua sehemu ya kingo ya kama sehemu nyingine ilivyochukua. Hili bomba likabaki liko wazi. Sawa, maji yakaanza kumwagika kama hivyo yanavyomwagika. Unaona leo naorudi yanachimba. Ukiona pale tunaona kuna maji fulani yanarudi. Yanachimba nyuma. Yakichimba hili bomba linabaki peke yake, ngoli inakatika. Ndio maana ukiangalia vipande vya hivyo bomba unakuta
kwa chini. Mheshimiwa mwenyekiti wa mtaa, haya maji yanatoka wapi? Mheshimiwa, haya maji yanatoka kwenye kiwanda cha Pipe Industry. Mtu wa bonde, haya maji yanatoka wapi? Nijibu ukweli, na mimi huwa sipendi masiala kwenye kazi. Haya maji yanatoka wapi? Mheshimiwa, kama nilivyosema kwa ufahamu wangu, huu ni mfereji wa barabara na maji yanayokuwa yananyesha, maji ya mfereji wa barabara yanaingia kwenye mfereji na maji mengine kwenye viwanda ambavyo viko huko. Sasa natoa maelekezo yafuatayo kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wetu wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais. Watu wa bonde ambao ndo mna dhamana ya kutoa vibali vya kutiririsha maji kutoka kwenye viwanda, ni kazi yenu hiyo. Fanyeni ukaguzi wa viwanda vyote ambavyo viko upande huu hapa kwa kushirikiana na NEMKI ambao vinaingiza maji kwenye mfereji huu. Jumatatu mkae na hao watu wote. Jumatatu mkae na hao watu wote. Kwanza Jumatatu ukaguzi huo uanze mara moja, na wakati huo mtakapokamilisha zoezi la ukaguzi mkae nao kuona namna gani haya maji yatatiririshwa mahala stahiki. Sheria ya mazingira na usafi wa mazingira pamoja na maji sura 242 inaeleza hizi taratibu. Maji haya kwanza, ili yaruhusiwe kutoka kiwandani, lazima yawe treated, lazima yatibiwe. Na yakisha tibiwa ndo wapate kibali cha kutiririsha, lakini sio tu kutiririsha yanaishia njiani hivi alafu unasema umetoa kibali. Ni maana hata kibali ulichotoa sio halali. Kama ni kuyapeleka bondeni, yatakuwa yafike bondeni ili maji yakipita yatembee na yakiwa safi na salama. Kwa hiyo hii nimesema hapana. Nimeelekeza pamoja na maelekezo hayo ya hizo taasisi tatu, lakini kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, ninamwelekeza mkurugenzi wa NEMKI wakishirikiana na watu wa bonde wafanye upya ukaguzi wa viwanda vyote ukanda huu, ili kwanza wabainishe viwanda vyote vinavyotiririsha maji kuja kwenye mfereji huu, kwenye huu mtaro tuliouona, lakini vile vile wajiridhishe maji haya ni safi na salama, kwa maana yamekuwa treated kuruhusiwa kurudi kwenye mazingira yetu. Na tuelekee katika habari za michezo na burudani, ambako michuano ya UMITA SHUMITA kwa ajili ya shule za msingi nchini Tanzania inategemewa kuanza kutimua vumbi Jumaa hili ndani ya viunga vya mkoa wa Iringa kwa mikoa 28 kushiriki. Tuungane na Frank Vegula ambaye ametoa ufafanuzi wa kina kuhusu namna ambayo mashindano hayo hufanyika kila mwaka. Kwa hiyo swali lako lilenga mikoa mingapi? Ni mikoa 28. Mikoa 28 yote ipo mkoani Iringa. Na ni michezo gani ambayo inaingia hapo? Michezo ni mingi ukiacha michezo sanaa ndani kama ngoma sasa hivi ipo huko na mingineo ya asili. Kuna michezo ya nje hii. Kuna michezo sasa hivi indoor na outdoor. Ya nje ndio wengi tunaifahamu, ya kawaida michezo ya mpira miguu upo. Kuna mchezo wa table tennis sasa hivi. Kuna kurusha sijui kitufe, kurusha kile kisahani. Kuna mchezo wa mpira mikono ambao ndio tunaita handball. Kuna mchezo wa mpira wa pete. Umeelewa? Halafu na mchezo wa kikapu ambao tunaoitaga ndio basketball. Ndio. Wale kwa mingi hiyo. Halafu na mchezo wa kukimbia, hiyo kwa maana riadha. Okay. Umeelewa? Kuna riadha pia. Kwa hiyo michezo iko mingi ambayo inakidhi hata inakidhi hata kipaji cha mpira miguu hana game lake riadha tu. Hajua riadha tu. Kwa hiyo ndio huko eneo la kuweza kupata, na hata ukiangalia lengo la haya mashindano ni kuwa jukwaa muhimu la kuibua vipaji vipya vya michezo, kuimarisha ushindani na kukuza maendeleo ya michezo nchini. Umeelewa? Kwa kuna watu na vipaji, ili kuviibua na viibulia wapi? Kwa hiyo serikali inasema kuibua vipaji ni huko. Kupata vijana, ukiona mtu ana kipaji basi sasa hivi kutoka kuibua michezo, lakini pia kukuza maendeleo ya michezo nchini kwa ujumla. Miaka zamani kwa UMITA SHUMITA UMISETA ndio eneo ambalo hata timu kubwa za ligi zilikuwa zikitegemea kuchukua vipaji huko. Ndio. Lakini miaka zamani hata ukisimuliwa ilikuwa ni kwamba watoto wengi walikuwa na asili ya kuwa na maumbo makubwa. Alafu zamani pia miaka ya nyuma huko ukisimulia na wazee wetu wengi kwenda shuleni kwa umri wa kuchelewa. Kuweza kupata mtu wa darasa la 6 zamani alikuwa ni mtu ambaye ana mwili mkubwa. Ni kama sasa hivi mtu wa form 1 form 4 ndio zamani mtu wa darasa la 3 la 4, kwa maana maumbile na vitu kama hivyo. Kwa sasa hivi wengi ukiangalia wadogo ukienda sasa kucheki mtashinda vidogo ni kweli. Kwa hiyo kusema hivi ni kujua tu kipaji chake na vitu vya kurefresh na vitu kama hivyo, lakini kuna baadhi ya mikoa ina watu na maumbo makubwa. Mimi nilikuwa naangalia mabingwa
ambao mara nyingi ubingwa wa jumla mara nyingi sana wanachukua Mwanza. Ubingwa wa jumla mara nyingi wanachukua Mwanza. Na ukijaribu kwa mikoa ya kanda ya Ziwa ile wana asili ya watu wenye miili. Kuna kanda ya Ziwa na huku Mbeya huko Songwe. Kwa kuna mikoa mingine inabebwa na asili ya wale watoto wao jinsi walivyo. Mikoa mingine kama Wasukuma wana miili kwa kijaga kwa mara nyingi wana nguvu. Kwa kijaga kwa mara nyingi utuna watu wa Mwanza ushindi wa jumla shika ni Mwanza. Kama Simba mitatu hivi Mwanza amechukua ushindi wa jumla. Ni kweli iko sahihi. Nilifika pale mwaka jana nikaangalia. Nikasema asili yao mbali na kujiandaa kufanya vizuri ndio walimuona wanaandaa vizuri na vitu kama hivyo. Sisi nyingine ikaona ni maumbile yao. Maumbile yao ni kweli. Wameenda hewani sana. Unasema ni form 1 vipi lakini ndio saa 3, 4, 5. Ni kweli unakuta mtoto ni mkubwa na asili baadhi ya mikoa. Kwa mikoa mingine ukienda pwani mtoto wadogo hivi na hajazoea shida. Kwa hiyo unashangaa hata mchezo mwingine hafanyi vizuri lakini ni jukwaa zuri kabisa la kukuza vipaji. Shukran Frank Vegura kwa taarifa hiyo ya kimichezo. Na mtazamaji, taarifa ya kimichezo ndio tutamatisha taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kutamatisha tusikie tena muhtasari wake. Hujambo na karibu katika Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na mradi wa Youth Agent Mufindi wawapa vijana matumaini mapya. Wilaya Mufindi mkoa wa Iringa, nimefurahia sana kuwepo mmoja wa mradi wa YAM na nimefurahi mafunzo niliyopokea katika mradi huu na naahidi kufanya mazuri katika kijiji changu, nitakuwa wa mfano. Manispaa ya Iringa kuanza kuwabana wafanyabiashara wanaopiga kelele za muziki kwenye biashara zao. Ni kwamba wale wote wanaoweka speaker au loudspeaker ndani ya maeneo ya biashara, lile ni kosa, kwa sababu yeye mfanyabiashara ana mfano. Suma JKT yakabidhi vifaa tiba vya shilingi milioni 100 kwamba tumegusa watu wengine wa Dar es Salaam, watoto wa Dar es Salaam, lakini asilimia kubwa iwe ni hapa Dodoma, mahali ambapo hata hii marathon inafanyika. Na kwa bahati makampuni ya usafi Dar es Salaam yaaswa kuwa na vitendea kazi vya kisasa kulingana na mikataba mnaowapa ili waweze kuja na vifaa vya kisasa vya kufanyia usafi barabarani. Leo hii tunakwenda kwenye AFCON. Na mtazamaji, mpaka hapo ndo mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba wote walioandaa na kuchakata taarifa hii ya habari, jina langu ni Emmanuel Manonga na mimi ni Leonard Johnson. Tukutakie usiku mwema. Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza ukasikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usina gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndio, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shoga yangu Halima, mwenzangu una kazi. Mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shoga yangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shoga yangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukiro entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He?
Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika: awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone, na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757922555 au 0795742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu, tupo jengo la Embala Sasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndo hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako.